Leo natamani tuangalie shina la muhimu sana katika ndoa. Iwe una ndoa ya umri mkubwa, ndoa ya umri wa kati au kijana, bado unahitaji mawasiliano. Mawasiliano ni kitu cha muhimu. Bila mawasiliano hatuwezi kuwa na mahusiano. Kwa hiyo mawasiliano ni ya muhimu sana, ni shina imara, kwa sababu hili linasababisha tuweze kuwa hai. Mtu fulani aliwahi kusema bila mawasiliano maisha ya mwanadamu hayana umuhimu wowote. Bila mawasiliano. Mithali 15 mstari wa 17 inasema, chakula cha mboga penye mapendano, penye mawasiliano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Kwa hiyo hata kama huna fedha, hata kama wewe ni fukara, lakini mkawa na furaha, mkawa mna chat, mkawa mnawasiliana, mkawa mnauliziana, hata kama mmekosana, hata kama mawasiliano yamekatika kidogo, lakini mkawa na mawasiliano fulani, baadaye yanajengeka, unaambiwa ni bora. Kwa hiyo tuelewe ya kwamba kumbe swala la mawasiliano haliangalii status yako, haliangalii una fedha, haliangalii hauna fedha. Mwandishi anatuambia ni heri uwe unakula mboga za majani na ugali, lakini mnachati, mnatabasamu, kuliko kula nyama, samaki za sato, lakini mmenuna. Mtu anakuambia kula pale, ukimaliza vyombo weka kule, ukimaliza kanawe kule. Hiyo ni hatari. Hiyo ni hatari. Kwa hiyo tuelewe hapa ya kwamba mawasiliano yanapokuwepo mazuri, hata kwa vijana mnaelewa, unapokuwa unawasiliana na mwenzi wako na mchumba wako mara kwa mara, unamuuliza uko wapi? Nipo nyumbani. Unaendeleaje? Umelalaje? Hivyo ni vitu vizuri sana, japo yasizidi. Wanawaambia vijana yasizidi, mwisho wa siku unaenda unashinda pale, unakula mlo wa asubuhi, unakula mlo wa mchana. No, utakuwa wa muhimu. Lakini unapaswa uweze kuwasiliana na mwenzi wako, kwa sababu bila mawasiliano hakuna mahusiano. Wengi wamenyang'anywa wenzi wao kwa kutowasiliana. Mimi zamani nilivyomaliza form 6 nilikuwa nafanya uinjilisti, tukawa tumeenda Mwanza. Nilikuwa na kikundi fulani kinaitwa Justified, kikundi changu cha kuimba. Dada mmoja ambaye alikuwa sio msabato alinipenda sana. Alikuja kwenye mikutano ile akanipenda, akasema naomba namba yako, nikampa, na nikajua huyu anaingia line. Lakini nilikuwa sina mapepe sana, kwa sababu kwanza hakuwa muumini mwenzangu. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria namna ya kuanza kumbadilisha kwanza, kwamba angalau aingie kwenye line. Sasa tulivyomaliza yale mahubiri, tukarudi Dar es Salaam. Tulivyorudi tukaamua kwenda kwenye uinjilisti tena, kundi moja la Mzizima, sehemu fulani inaitwa Magodani. Wangapi wanafahamu? Yes, zamani sana kulikuwa ndio kundi lao. Nilipoenda Magodani kule, network haipo. Nikasema nitachati vipi sasa na huyu dada, kwa sababu ameshanizoesha kama kutwa mara 3. Asubuhi lazima niulizie na mimi namjibu, mchana ananiulizia, sengine ananiuliza una vocha, ananirushia vocha. Unajua ukiwa form 6 umemaliza una fedha, lakini huyu dada alionyesha yuko serious na haya maisha. Basi tunachati jioni, tunachati sengine ananipigia, kata wewe, hapana kata wewe tu. Hiyo enzi hizo mnakumbuka hayo mambo. Sasa kufika nikauliza jambo la kwanza,
hapa network mbona mtandao upo? Akasema huku ni shida, na nina effort ya wiki ngapi? Mmekataa. Mnataka story amtaki? Wiki ngapi jamani? 3. Najiuliza, wiki 3 inakuwaje bila mawasiliano? Ila mmoja akasema kuna mti huwa hapo, kuna mti mmoja uko katikati juu kabisa hapo huwa inashika. Unafikiri nilichelewa? Nikapanda haraka kuweka pale, naona kweli vidoti, na inapofika tu tayari ding, 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 zinaingia haraka za yule. Sasa kumbuka, ndio nikamwambia samani, nipo kwenye mkutano kama ule wa Mwanza tuliokuwa kule, ila sasa huku network kama ina shida. Akasema kwa nini hukuniambia mapema? Hapo tena ikaanza mgogoro. Kumbuka niko juu ya mti, nikapambana kumjibu vizuri kwamba ila tutapambana, tutakuwa tunawasiliana hivyo hivyo, ila tupeane muda, kwa sababu kuna wakati naimba, kuna wakati tunatembelea huku na chati hapo juu, na nina ile inaitwa mche wa sabuni, mnakumbuka? Achana hii ya kufanya ile ya kubonyeza, ile kuvunja chawa, kata ukikosea tani unarudi tena hiyo. Sasa nilikuwa na rafiki yangu tunaimba naye anaitwa Jordan, yeye naye akawa ameweka namba zake mule kwenye line yangu, naye kuna watu na wenyewe wanamtafuta. Kwa hiyo wakati mwingine tuko chini, simu ikibidi tuweke kwenye mfuko, tukafunga mfuko kule juu ili network isifanye jamani. Mtaki. Hata wazee mnapenda hizi story. Kwa hiyo tukafunga kufunga kule juu. Sasa simu ikiita, ndio mwenzangu sasa kuta naye anapanda, anaambia sio ya kwangu, ya kwako. Anambia luka basi haraka luka. Nikifika juu mengine imekata, mtu anakasirika, nazira. Niliomba ruhusa baada ya wiki moja kurudi huku sasa kwenye mtandao. Niliachwa mwenzenu. Nilikuta meseji za kutosha, ndio umepata mwingine, ndio maana nani haya, hata kama umerudi basi inakuwaje unanifanyia hivyo, sio vizuri, mwenzako siri. Nikaanza nijibu ipi sasa? Naanza kujibu Kikristo, Kisabato. Nikampoteza, tukaishia hapo. By the way, ninafikiri angenisumbua pastor, kwa sababu baadaye alikuja kuwa Miss Mwanza, ningemweza mimi. Nisingeweza. Kwa hiyo mawasiliano ni ya muhimu, ni shina la migogoro ya ndoa nyingi sana. Mawasiliano ni shina. Ndoa nyingi unazoziona zina ugonjwa wa mgogoro, zinatokana na kutokuwa na mawasiliano. Mawasiliano yanapokatika, mitafaruku ndani ya wenzi waliopendana, walioambiana kwa hali nzuri na kwa hali mbaya, kwa umasikini na kwa utajiri, katika ugonjwa na katika afya. Leo nakupa ahadi yangu, hakuna tena kama hakuna mawasiliano. Connection hiyo ikikatika, unajikuta watu wanakuja, mmoja anaimba kwaya, mmoja anakaa kule. Mawasiliano yakikatika. Angalia Wafilipi 2 fungu la 4 inasema hivi, kila mtu ukiwemo wewe, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali aangalie mambo ya nani? Ya wengine. Maana yake lazima ufanye uchunguzi. Mwenzangu mbona leo aniongeleshi? Mwenzangu mbona leo amenuna? Mwenzangu kuna shida gani? Ni muhimu sana tuweze kuwa na mawasiliano. Usiseme tumeshazeeka hata hivyo, atajua mwenyewe bwana. Mungu anawaangalia. Mungu anapotuangalia anataka sisi tuendelee kuwa na mawasiliano, na hauwezi ukawa na mawasiliano na yeye halafu huna mawasiliano na mwenzako. Anasema unawezaje kumpenda Mungu na ukamchukia ndugu yako?
Unampendaje Mungu usiyemuona na unamchukia ndugu yako unayemuona? Kwa hiyo wanandoa wanaojali mahusiano na mawasiliano, jambo la kwanza, wanaamua kufuatilia, wanafanya kitu kinachoitwa check up ya mawasiliano ya mara kwa mara. Check up ya ndoa ni hii, kuhakikisha kila wakati kwenda kwenye semina, kila wakati kuulizana, usikae kimya. Mawasiliano yanapofubaa, utajikuta wakati mwingine hata laini inakuwa imezimwa. Kwa ni vizuri kuhakikisha ya kwamba kila wakati fuatilia, kama jinsi ambavyo watu wengine wanafuatilia afya zao, kuangalia leo na ugonjwa gani. Ni vizuri pia kuhakikisha kwamba unafuatilia afya ya ndoa. Ni jambo ambalo linahitaji kuangaliwa mara kwa mara, na kuna kitu kinachoitwa communication thermometers. Hiki ni kipima joto cha muhimu sana katika mawasiliano. Lazima uweze kujua, na joto linapokuwa juu ni pale ambapo mambo yako vizuri, mnaitana majina, honey, darling, sweetheart, na jina gani, hata yale majina ya kilugha, lakini unamuita mwenzio, unafurahi naye, mambo yako vizuri, pengine pesa ipo, pengine hata kama huna fedha, lakini mnafurahi katika ndoa. Mnafurahi, mnatembea pamoja, mnashona nguo sare, maisha safi, kwa sababu mapenzi yamenoga. Hapo pia kunaweza kukatokea kifo. Lazima uwe makini, lazima uwe makini, kwa sababu jotoridi likipanda sana juu, mtu anaweza akafa ghafla. Lazima uwe makini pia. Lakini kuna wakati hali inakuwa mbaya, joto linakuwa chini, na hapo ndipo ambapo ni hali inakuwa mbaya. Kila mtu ana chati kivyake, kila mtu anakuwa na mpenzi anayeitwa WhatsApp, TikTok, Snapchat. Hicho ndio anachokifurahia, ni kitu ambacho anaona kinafurahi zaidi. Na hapo kunakuta kuna lugha pia inabadilika. Kama una watoto wanaambia niitieni mama yenu, au muiteni baba yenu. Muiteni baba yenu. Yaani haumuiti tena honey, haumuiti tena sweetheart, haumuiti tena soft tender. Unasema niitieni huyo, niitieni. Wewe nani? Sogea hapa basi nikwambie mara moja. Au utaona hela iko pale. Hapo mawasiliano yanakuwa yamekatika. Ndoa moja ilifikia hatua, jambo tu dogo lilitokea la swala la message ikawa imekosea namba, mara nini, mambo wakaanza kununiana. Ikafikia hatua baba akiamka anaacha tu hela pale, anaweka hela, haina maelezo, anaondoka. Mama anabuni, anasema sasa nitumieje? Sasa anambia mbona hii hela hujanipa maelekezo? Basi baba sengine akiamka anasema hakikisha hii hapa, lipia hivi, peleka ada, fanya hivi. Basi siku moja baba huyu alikuwa na safari ya kwenda Mwanza, ni hapa Dar es Salaam, na alipaswa aweze kuamka alfajiri sana. Kwa hiyo alikuwa na ndege ya saa 11, anapaswa saa 9:30 aamke ili saa 10 awe pale kwa ajili ya checking, alafu aingie kwenye ndege. Usiku akachukua karatasi akaandika mke wangu, kesho naenda Mwanza, niamshe saa 9:30 ili nisichelewe ndege. Usiku mwema. Mama katika anashughulika huko, kamaliza mambo yake, alivyorudi akakuta message, mke wangu, kesho naenda Mwanza, niamshe saa 9:30 ili niweze kuwahi ndege. Usiku mwema. Na akachukua karatasi akasema sawa, usiku mwema. Saa 9:30 mama akaamka, akachukua karatasi, muda umefika, amka haraka, utachelewa ndege, kwa heri. Baba akarudi kulala.
Baba akakurupuka saa 10. Mbona hujaniamsha? Kwani hujaniamsha mama nani? Akasema wewe mbona una kelele nyingi? Mbona hujaniamsha sasa mpaka sasa hivi? Akasema wewe ulinipa ujumbe wapi? Nilikuandikia pale. Akasema nenda kakutane na wakwangu pale pale. Kwenda anakutana nao kweli. Amka, utachelewa ndege. Ni kwa nini? Mawasiliano yalikatika, yalibaki ya message. Hivi ndivyo wakati mwingine kama kanisa tuko hivyo. Na ndio maana nilisema tangu siku ya kwanza, we are just pretending. Tunakuja hapa tunaonyesha watu kwamba sisi tuna furaha, sisi ndoa yetu iko vizuri, tunataka tuwatie moyo vijana waingie katika ndoa. Lakini ukiangalia uhalisia, kama tungekuwa tuna project pale, maisha yenu hayana uhalisia. Don't fake it, just be real. Kama kuna jambo halijakaa vizuri, sio lazima ulionyeshe ndio kanisani, lakini ni vizuri nyinyi mliongee. Ni vizuri mkae pamoja na kuongea kwamba kuna shida gani. Ni jambo la msingi sana. Na ieleweke kwamba hakuna jambo linalotokea ghafla. Hakuna. Hata vile vifaa vya umeme mpaka kimeungua huwa kinakuwa kimeonyesha dalili. Hata kama ni gari ni breki, huwa ilishakupa taarifa kwamba kuna jambo haliko vizuri. Lakini wewe ulipuuzia hayo mawasiliano. Ulisikia kabisa gari likiendesha, unasikia tu hizo ni taarifa kukuambia kwamba kuna jambo haliko vizuri, chukua tahadhari. Lakini wewe unasubiria mpaka gari lizime ndio useme hebu fundi njoo ulicheki hili gari, kuna shida. Taarifa ulikwisha pewa. Hata mwili wa binadamu, madokta wako hapa watakiri ya kwamba hata ugonjwa, hakuna ugonjwa wa ghafla. Hakuna ugonjwa wa ghafla. Huwa kuna viashiria ulishapewa lakini ulivipuuzia. Na wengi wetu tunatembea na ugonjwa wa muda mrefu mpaka inafikia hatua na wenyewe sasa unajitokeza, kwa sababu Mungu aliweka njia ya ugonjwa kuonyesha kwamba kuna jambo haliko sawa. Bila hivyo tungekufa ghafla. Kwa hiyo kuna viashiria huwa tunavipuuzia sana. Ndio maana tunapaswa tuwe tunafanya upembuzi yakinifu kila wakati. Na ndio maana kama kanisa, ndio maana kuna siku ambayo Mungu ametuita kwa ajili ya ibada, ili tuweze kuangalia afya za kiroho. Namna gani ya kuweza kuboresha mawasiliano katika ndoa zetu? Jambo la kwanza, jitahidi kuchati au kuwasiliana na mwenzi wako kila mara, hasa mnapokuwa mbali. Inaweza ikawa yuko kazini, inaweza ikawa yuko safarini, inaweza ikawa yuko sokoni. Wasiliana naye. Na nataka niwaambie, mimi pia sio mtu wa kuchati. Nilikuwaga sio mtu wa kuchati hata kidogo. Paka narudi anasema, "Vipi? Yaani hata leo hujatujulia hali." Naambia, si mko vizuri tu, kuna haja gani?" Na bando nalo uzuri sisi kimawasiliano, conference yetu iko vizuri, lakini yani kitendo cha kusema, "Hey, unaendeleaje?" Hata wakati mwingine nilikuwa namwacha anakiwa anaumwa, lakini hata sifuatilii. Nilijifunza haya yakanisaidia sana. Ndio maana nakushauri hata wewe na kueleza, mimi nikiwa shahidi hai kwamba mawasiliano ni ya muhimu sana. Endeleza mawasiliano. Endeleza. Ni vizuri kumuuliza anaendeleaje. Ni vizuri kujua, kumpa taarifa unasafiri, umefika wapi. Kuna watu leo wengine wanaenda hawafiki. Ni vizuri kuhakikisha kwamba unawasiliana naye kila wakati. Pastor, hayo mambo ya kizungu sio ya kizungu. Kama una simu ni ya kizungu basi. Hakikisha kwamba unawasiliana. Simu inaitwa simu ya mkononi ili tuendelee kuwasiliana. Kwa hiyo hakikisha kwamba unamtumia hata message. Unampigia simu isiyo na sababu kumwambia tu, "Nimekumisi sana."
endelea. Unajua nini? Ukirudi jioni anaweza akaandaa vitu mashamsham. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, mtie moyo. Mtie moyo mwenzi wako, mtie moyo rafiki yako, mtie moyo mchumba wako, mtie moyo. Kwa namna hiyo itaondoa huzuni. Kama amepata msiba, chukua huo msiba, ni wa kwako. Fanya juhudi zote, hakikisha wewe ndio unayewasiliana, shughulikia hiki na kile na kile. Unajua hicho, hautajua tu kitu ambacho unakipandikiza kwake, atajenga kitu kizito. Ataona mawasiliano haya, ataamua kuhakikisha kwamba anawasiliana na wewe kwa kila jambo, na hilo atakuja kukulipizia na wewe. Lakini usipofanya hivyo, ndugu zake wamekuja, haujali, hauongei nao, itakuumiza. Mimi tuliwekeana na mwenzi wangu kwamba kukiwa na shida kwao, mimi ndio nayetuma hela. Kukiwa na shida kwetu, hata kama anatoa mimi, yeye ndio anayetuma muamala. Unaona? Hiyo imetusaidia kujenga umoja. Imesababisha hata ndugu zetu wanasema, kwa kweli shemeji anajali sana. Kumbe ni yeye ndio aliyetoa maamuzi, bwana alotuma kule, wana shida hii. Kwa hiyo mimi naonekana niko bora na yeye kwao, ni kwetu. Hata wifi zake wanamsema vizuri, wanasema kwa kweli umepata, yani anatujali, ametutumia ile nani, mama alikuwa na nani hivi akatuma ile ya dawa. Hiyo ni jambo la msingi sana sana sana. Fanya kila jambo kwa upendo. Hata kama halikufurahishi, lifanye, kwa kuwa hilo ndio ambalo yeye ni hitaji lake. Lifanye. Mwanaume hata akiwa mfupi, hitaji la kwanza ni utii. Ni mfupi nyundo ndio, lakini anataka umheshimu, muonyeshe heshima. Mwanamke hata akiwaje, anahitaji kupendwa. Hilo ndio hitaji lake namba moja, ndio gia namba moja. Fanya hivyo. Mfulie boksa yake. Hakikisha ndio mchafu, ndio hakikisha unapanga vitu vyake. Mimi nimeoa mwanamke msafi. Mimi sikuwaga msafi sana, lakini nimejitahidi. Nikiingia tu, nikimkuta tu, hata siingine viatu navulia nje kwanza, nafanya mambo yangu, sababu sitaki nimboe tena. Hilo basi analifurahia. Sangine anasema au sababu umeniona niko hapa. Naambia hapana, nilikuwa najiandaa. Unaona? Hata kama miguu yako inanuka, jitahidi basi soksi zako kafulie huko. Leta miguu ikiwa inasema vizuri. Mnunulie nyama. We uli nyama ndio vegetarian, mwenzio anapenda, mnunulie, kwa sababu ndio hitaji lake la msingi. Lakini tuko wengi tumekuwa kama wakoloni. Hapana, hiyo nimesema achana nayo. Unavunja mawasiliano na mwenzi wako, unavunja mawasiliano. Jambo lingine, jitahidi umsifie. Msifie wakati wote. Msifie mbele ya watoto, msifie mbele ya wageni. Sio siku hiyo amejichanganya, bahati mbaya kaweka mchanga kidogo, na umekula tonge likiwa na mchanga, unaanza kusema uliona wali hautoshi mpaka ukaongeza mawe. Sio lugha nzuri. Baba mmoja wakati wanakula aligundua mkewe kaweka chumvi nyingi, unajua nyingi kwenye mboga, na anakula na wageni pale. Akasema, mama nani, hebu leta chumvi, naona kama haitoshi vile. Akasema, kweli haitoshi? Akasema, leta haraka, leta. Alivyoleta akaamua kujiongezea kidogo. Akamwambia, jamani vipi chumvi, naona kama haitoshi. Wakasema, hapana. Unajua nini? Alimsevu mke wake. Baadaye akamwambia, onja hiyo mboga. Alivyoonja akasema, mama yangu, unajua hili niponyoka, nikajua ita nani tu. Akasema, no, nilivyokuambia pale ulete, nilishaona hali ni mbaya, nikataka kuwaonyesha kwamba mimi ndio na problem. Haleluya. Si unaanza kukomaa, chumvi gani hii, nakuuliza chumvi. We mama, wewe unataka urudi kwenu ukasome tena. No. Usimwaibishe. Unapomwaibisha yeye, unajiaibisha we mwenyewe. Kwa hiyo sifia umahiri wake, sifia mambo anayoweza kuyafanya, ila usiongee uongo. Jicho lake limeenda hivi, unasema jicho zuri. Wewe sifia vile vitu vizuri, achana na vile ambavyo vina mapungufu, kwa sababu hata wewe unayo. Sifia sauti yake. Haleluya. Hata kama unasema unasema yani una sauti kama Goliath, nimeifurahia hiyo, inatisha.
Unajua hata paka humu ndani wanakimbia, ukitokea tu nimefurahi sana, kumbe nina jembe. Haleluya, sifia. Ana upala, usiseme angalia upala wako kama uwanja wa ndege. No, hata Elisha alikuwa na upala, bado ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Usianze kuona kwamba kuna vitu ni vibaya. Sifia mapishi yake, sifia mavazi yake. Sifa hizo zikienda, watu watasema yule pale anampenda mama, mama anampenda baba, baba anampenda mama. Kuna siri katika mawasiliano. Jambo la kwanza, tafsiri hisia badala ya maneno. Tafsiri hisia. Kwa niwaambie, wengi huwa tunasema tusiyomaanisha na tunamaanisha tusiyoyasema. Nifafanue mfano. Mzee, natulia mfano sababu wewe ni rafiki yangu. Mwanao ni jambazi, na hata kuna siku moja alinikaba, akaninyang'anya simu, akanipiga mwanao. Alafu karibuni hapa akakamatwa ameiba, akapigwa, akafa. Nikija kwenye msiba nitasema fadhali bwana amekufa, kwa sababu alikuwa ananisumbua sana, hata juzi alinikaba. Nitakwambia hivyo? Badala yake nitasemaje? Pole, alikuwa kijana mwema, alikuwa na nguvu, kwa kweli Mungu amempenda zaidi, si ndio? Tunaongea tusiyofanyaje? Tusiyomaanisha, na tunamaanisha tusiyoyaongea. Ni kama unafiki fulani, lakini ndivyo ilivyo. Kwa nini? Hata kwa Petro, siku moja Yesu alimwambia Petro, akasema vua samaki, wekeni nyavu. Petro akasema Bwana, tumekesha usiku kucha, si ndio? Yesu akasema wekeni, akasema kwa neno lako tutaweka. Wakaenda wakavua samaki wengi. Kweli sio kweli? Yes. Petro alimwambiaje Yesu? Ondoka kwangu Bwana, kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi. Swali ni hili, Petro alikuwa anamfukuza Yesu? No. Aliongea asichomaanisha na alimaanisha asichokiongea, kwa sababu maneno huchukua 38% ya ujumbe, lakini tabia ya sauti sasa inachukua 55%. Namna sauti aliyoitumia Petro kusema ondoka kwangu Bwana, kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi. Je, angesema ondoka kwangu Bwana, angeishia hapo? Tungesema anamfukuza, si ndio? Lakini anasema kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi, alafu lugha ya mwili inachukua 78% ya ujumbe. Tafsiri, hakikisha ya kwamba una tafsiri hisia. Jambo lingine ambalo sijaandika hapa kwa sababu ya muda, chochea usikivu. Mwangalie usoni. Ndio umekasirika, ameongea maneno ya jeuri. Na wakati mwingine haya yanatokea hata kwenye mabaraza ya kanisa. Mtu anakukwaza kabisa, anaongea maneno mabaya. Hii idara haifai, hii idara ya familia mnaharibu kabisa. Yani kuna watu wengine kama hawana akili hivi. Mwangalie usoni, mwambie ndio, sawa, itikia, endelea, ili atapike yote. Kuna mambo ya msingi, kwa sababu akibaki nayo ni mabaya. Ni heri akwambie wewe kuliko kuambia wengine. Kwa hiyo chochea usikivu, mwangalie usoni, na unajua nini, jibu kwa upole. Hayo yanaweza yakasababisha wakati mwingine kuondoa kutovunja mawasiliano. Tumia kauli ya mimi, sio wewe. Mara nyingi tumekosea tunapowaambia wenzetu, wewe umenikwaza sana. Mwambie nilitegemea tungewahi tena ibada leo, lakini umechelewa. Hiyo itamsababisha kuona kumbe tuko pamoja wote. Sio kusema wewe unajua unanikwaza sana. Mwambie nilitegemea tule pamoja kama familia, naona leo umechelewa tena, ila kesho unaweza ukawahi. Hata kama umeiongea kwa hisia, hiyo itamgusa vizuri. Rudisha mrejesho. Hata Yona 4 mstari wa 4 alirudisha mrejesho kwa Mungu.
Rudisha, onyesha mrejesho wako kwamba ukupenda jambo fulani. Usikae kimya, onyesha kwamba hilo alikuwa vizuri. Onyesha iwapo umeumizwa, iwapo umekwazwa. Na hapa nawaambia hata nyie vijana, usio umependa upofu. Mwenzio amekuudhi, unabaki tu vipi, nimekukwaza? Amna. Tuko kawaida. Onyesha kama umeshiwa hela, unaonyesha, sio unamwambia kula, agiza, anaagiza tu, hela imeisha, unabaki tu basi bwana. Sema bwana, hela imeishia hapa. Itakuwa jambo la maana sana. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi sana, yako mengi, lakini lingine nasema uwe tafsiri nzuri kwa mwenzi wako kwa kile anachokisema. Wanandoa fulani walifikisha miaka 50, wakawa na sherehe yao. Mwanamke akasema you are tried and true. You are tried and true. Mwanaume akajibu also I am tired of you too. Hakumtafsiri vizuri. Mwenzake aliposhika maiki alikuwa anasema umejaribiwa na kushinda, you are tried and true. Lakini akalopoka, na mimi nimekuchoka pia. Yaani ile tried, yeye alizani I'm tired of you. Lazima uwe na makini kumsikia anasemaje mwenzi wako, na hiyo itasababisha kurudi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie, atupe uwezo wa kuweza kuisikia sauti yake ya upole ikinena ndani yetu. Mawasiliano ni ya muhimu sana katika familia. Mawasiliano ni ya muhimu sana katika ndoa. Mawasiliano ni ya muhimu sana katika uchumba. Bila mawasiliano hutaweza kujua aliye sahihi. Utaingia katika changamoto, utafungishwa ndoa hapa leo, baada ya siku chache mtaachana. Ni muhimu sana mawasiliano yaweze kuwa vizuri. Tunaenda kuimba wimbo, maombi yataletwa hapa, lakini kama una sadaka yako, tunaenda kununua vitabu, utaweka hapa. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema. Tulete haraka, tuje kwenye duara letu kama kawaida. Ndo uachwi upweke, fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana, kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole. Nena kwa wana wako, waonyeshe njia, wajaze kwa furaha, fundisha kuomba,
maisha kamili, wahimize ufalme, tumwone Mwokozi kila siku, kila siku unene vile kwao pole, nong'oneza kwa pole, upole wa pendo, daima utashinda uhuruni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Marafiki, swala la mawasiliano ni nyeti sana. Leo natamani tuombe hata kuwe na ukaribu wa mawasiliano sisi na Mungu, kwa sababu anasema sikio lake si zito. Na iwapo maombi yetu hayajibiwi, kuna kukatika, disconnection. Hivyo ninapoenda kuomba kwa kifupi, omba pia mawasiliano yako na Mungu. Mungu akaconnect. Mungu akaconnect mawasiliano ya ndoa zetu. Wengine najua katika maisha kuna wakati fulani tumekwaruzana na wenzi wetu, na tumejikuta hatuongei vizuri, japo tu wa Kristo, japo tunakuja tunafanya huduma mbalimbali. Wakati mwingine ni laana. Mungu atusaidie ili Juma akaweze kufanya connection yeye mwenyewe, na akaweze kudisconnect kule ambapo wenzi wetu wamekuwa connected. Ni Mungu anayeweza, sio wewe. Mungu ndiye anayeweza kufanya asahau kuweka password. Ni Mungu. Na ukaweza kuona kila kitu. Ni Mungu. Ni Mungu ndiye anaweza kusababisha hiyo simu ikapotea. Ni Mungu. La msingi ni hili, mwana maombi uliyekuja leo. Jitahidi kuondoa au kupunguza kuwa na namba za jinsia tofauti ambazo huwa wanajiachia kuchati na wewe. Huwa zinaathiri sana mahusiano yetu na wenzi wetu. Wengine hapa tumeoa walinzi tu, wengine tumeoa security, wengine tumeoa usalama wa taifa. Kila wakati anataka kukagua. Nilivyokuwa serikalini, mke wangu nikirudi tu, kwa sababu nimemuoa, alikuwa anakagua simu yangu. Siku moja ikapigwa simu ya ofisini, akapokea, alijibiwa vibaya. Akamwambia, wewe vipi, nani unadhani kila mtu anaweza kumchukua mume wako? Hebu mpe mwenye simu huko. Akarudisha kwa aibu. Nikamwambia, endelea naye, endelea kumjibu, si uniamini. Tangu siku hiyo nashukuru niliondoa ulinzi wa mke wangu, akawa huru. Sasa wengi wetu hatujafanya hivyo pengine. Mpaka leo kuna wakati naacha simu kwake na yeye nachukua ya kwake. Tutakuwa na amani mpaka tunarudishana, umechukua ya kwangu wewe. Kwa sababu gani? Shetani analeta kutoaminiana na anakata mawasiliano. Mungu atusaidie tuwe Wakristo wa kweli. Tuombe. Baba mwema, ninakushukuru sana kupitia Roho wako Mtakatifu. Roho wako Mtakatifu ndiye anayeweza kutuunganisha sisi na wenzi wetu, sisi na wewe Mungu.
Roho Mtakatifu anaweza kudisconnect michepuko ya aina zote. Tunaomba kwa hiari yake aweze kutusaidia kurejesha mahusiano na mawasiliano yaliyovunjika. Wengi wetu hatuna shina la kweli la mawasiliano. Naomba Mungu wa mbinguni utusaidie katika juma hili, tunapokumbushana haya, iwe ni ndoa changa au ndoa kongwe au vijana, utusaidie kuwa na mawasiliano ya kifamilia yaliyo imara. Naomba pia utusaidie tuwe na mawasiliano imara na mbingu. Wakati ambapo tunakuwa na hatari, mbingu zitupe taarifa, tusikie sauti katika vichwa vyetu ikisema, neno la Bwana likanijia na kusema. Mbona tunasoma kwenye Biblia maneno kama hayo? Kwa nini leo tusisikie sauti? Tusaidie Mungu wa mbinguni. Hii itawezekana ikiwa tutakuwa na mahusiano na wewe yatakayojenga mawasiliano bora. Tunapoondoka, enda nasi. Tutakaporudi kesho, kuwa nasi. Asante kwa kuwa utafanya kwa neema yako. Nimeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana.